Napenda pia kutumia fursa hii kuipongeza TCAA kwa kuendelea kusimamia sekta ya anga ambayo imekuwa na matokeo ya moja kwa moja kama ifuatavyo. Tumeshuhudia kutokana na uwekezaji mkubwa ambao serikali imeweka katika sekta ya anga, kutokana na kazi kubwa ambayo mnaifanya wenzetu TCAA na mamlaka zingine, ongezeko la wataalamu imefika 993 katika fani mbalimbali za kitaalamu. Idadi hii inajumuisha marubani 566, wahandisi wa matengenezo ya ndege 148, waongozaji wa ndege 144, wahudumu wa ndege 583, maafisa wa uendeshaji wa safari za ndege 312, wataalamu wa usalama wa viwanja vya ndege 2080, marubani wa ndege nyuki 66, pamoja na wanafunzi wa urubani ambao wako 80. Hii ikiwa ni takwimu za sekta ya anga hadi Januari 2026. Aidha, kuchangia moja kwa moja kwa mapato ya serikali kupitia ada za viwanja vya ndege, ushuru, tozo za usafirishaji na shughuli za mashirika ya ndege na kadhalika. Lakini pia Tanzania ilikuwa imeingia katika mkataba ya huduma ya anga ya kibiashara, yani Bilateral Air Service Arrangement BASA, na jumla nchi 91. Kuongeza kwa mkataba hiyo kumeongeza kampuni za ndege za kimataifa kutoa huduma ya usafiri wa anga nchini na kuongeza mapato ya serikali. Lakini pia tukitazama miezi 6 tu kati ya Julai 2025 hadi Disemba 2025, sekta ya anga ilitoa mchango mkubwa kwa usafirishaji wa abiria na mizigo, ambapo ripoti zinaonyesha kulikuwa na miruko ya ndege 189,505 ya ndani na kimataifa. Na hali hii inaonyesha uhai na uimara wa shughuli za anga nchini. Lakini pia katika miezi 6 hiyo, kama nilivyosema, abiria walikuwa milioni 4,456,215 wasafirishwa kipindi hicho, na mizigo kwa njia ya anga ilikuwa ni tani 20,428. Aidha, fedha za kigeni zilizosafirishwa kuanzia Julai 2024 mpaka Machi 2025 zilikuwa dola bilioni 2.45. Hii ni ongezeko zaidi ukilinganisha na kiasi cha fedha cha dola bilioni 2.29 za 2023-2024. Ndugu zangu, sitaki kuwachosha. Leo tuko kwenye iftari. Naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kutoa rai. Moja, niendelee kuomba wadau wa sekta binafsi kuendelea kuwekeza kuanzisha mashirika ya ndege nchini, sababu serikali imeendelea kuboresha na kujenga miundombinu ya viwanja mbalimbali nchini. Kama mlivyoona juzi tulikuwa Sumbawanga, uwanja umekamilika. Leo tulikuwa Tanga, uwanja unaanza kujengwa. Msoma, Mtwara, Tabora, Shinyanga, Kigoma, Njombe, kote kunaenda kujenga viwanja. Ukienda Kiabajwa, Mwanza na maeneo karibu yote, serikali peke yake haiwezi kufanya kazi hiyo ya kupeleka ndege, kwa sababu serikali mpaka sasa tuna ndege 16. Ukichukua ndege 16, ukiangalia vituo 14 vya kimataifa vya kikanda kwa maana vilivyopo Afrika, na vituo 3 vya kimataifa na vituo vilivyopo nchini, TATCL haiwezi peke yake. Ni fursa muhimu kwa wadau wote waliopo ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu kuchangamkia. Nunueni ndege. Na hapa nitumie nafasi hii kuyapongeza mashirika yanayoendelea kufanya kazi kubwa ya kununua ndege mbalimbali kwa ajili ya kuona fursa iliyo kwenye nchi yetu. Lakini pia nitoe rai kwa mashirika na mamlaka zingine kuendeleza utaratibu huu mwema wa kuandaa shughuli kama hizi, kuita watoto yatima na wenye uhitaji. Na pengine ndugu Msangi, msisubiri peke yake papo na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadri tutapata nafasi, tukae na watoto wa namna hiyo, tuzungumze nao, kwa sababu hakuna aliyechagua kuwa katika tulionayo leo. Ni matokeo ya jamii au ya maisha tulionayo. Hatimaye anakuta mtoto mmoja hamwoni wazazi wake, anajikuta ni yatima. Tutumie majukwaa mbalimbali kuwaeleza wananchi namna sekta ya usafiri ilivyopata mafanikio na kuchangia kukua kwa uchumi. Lakini pia TCAA iendelee kusimamia sekta ya usafiri wa anga kwa kuzingatia miongozo, kanuni na taratibu zilizowekwa na shirika la usafiri wa anga duniani ICAO, ili kuwezesha huduma hizo kutolewa kwa usalama wa viwango.